Unatazama Swahilina TV, nuru katika imani. Kasida ya mwisho tuliyotabaruku nayo kutoka kwa ndugu zetu Al-Madrasa Al-Da'wah Al-Islamia kutoka kwa Ustadh Abbasi ilikuwa na heading inasema ya Rasulillah wal Badawi. Watu wengine wanaweza kujiuliza kwa nini ataje mtume alafu aunganishe na huyo Badawi. Badawi ni nani? Napenda nimzungumze kidogo alafu nitagusa katika Naqshbandi upande wa bwana mtume, nitamwachia shekhe pale atakuja naye kuzungumza kidogo. Tusiwe mabakhili katika kupeana nafasi, ni raha yetu pamoja, basi tutasherehekea pamoja. Kiufupi ni kwamba Sayyid Ahmad Al-Badawi ni katika wanachuoni wakubwa sana wa Kiislamu na ni katika mawalii wakubwa sana wa Mwenyezi Mungu, katika wale mabwana wakubwa saba. Sayyid Ahmad Al-Badawi ni mmoja wapo. Kwa ufupi sana na kwa uchache sana katika kumzungumza taarikhi yake, amezaliwa katika nchi ya Al-Maghrib Al-Sharif, ama sisi tumezoea kuita Morocco. Mara ukitamka Morocco wengi ndio wanaifahamu vizuri kutokana na mambo yetu yale, lakini Morocco si katika mambo yale, ndio katika wanachuoni, ina wanachuoni wakubwa sana. Sayyid Ahmad Al-Badawi alizaliwa katika nchi ya Maghrib Al-Sharif ama Morocco. Katika harakati zake za kuzunguka kutafuta ilmu, kujitafutia pia katika arzaki na maisha, na pia alikuwa na nia ya kwenda haji tukufu na kumzuru bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika ardhi ya Madina na kufanya ibada ya haji katika Maka na mahala kote pawili hapo. Sayyid Ahmad Al-Badawi alijikuta amekuja kukaa sehemu moja inaitwa Tantawi au Tanta katika ardhi ya nchi ya Misri. Mji wa kitongoji cha Tanta ni kama kilomita 60 kutoka katika mji wa Cairo. Hapo ndio Sayyid Ahmad Al-Badawi aliweka maskani yake kwa muda, akiwa ametokea kwao Al-Maghrib Al-Sharif nchini Morocco, akielekea nchini Hijaz ama leo kama inavyojulikana Saudia, kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada ya hija na kumzuru bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaishi kwa muda mchache akiwa anafanya harakati za utafutaji wa ilmu na pia kutafuta masurufu shilingi 2-3 za kujilimbikiza ili aweze kupata gharama za kufika kwenye ibada ya haji Maka na kwenda kumzuru bwana mtume Madina, na Mwenyezi Mungu alimfanikisha katika azma yake hiyo. Akiwa Madina amekwenda kumzuru bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kule ndipo akapokea ishara kwamba ilmu yote uliyoikusanya, khawasi na asrari za kicha Mungu na za kiwalii ulizozibeba, basi unatakiwa ukafanye huduma ya kuwahudumia ndugu zako Waislamu wenzio katika kuwaonyesha na kuwapa njia ya kumfikia Mola wao subhanahu wa ta'ala, Mola aliyemtukufu, ilhali wao wakiwa bado katika huu ulimwengu kwa njia za kichaji Mungu kwa maana ya tarika. Sayyid Ahmad Al-Badawi alipotoka zake katika ardhi ya Hijaz, badala ya kumzuru bwana mtume Madina, akarudi akaishi katika mji wa Tanta nchini Misri, na pale ndipo alikufia. Mwenyezi Mungu atuwezeshe mimi na wewe kuwa na hali na uwezo wa kuzunguka dunia kuweza kuwazuru mabwana watukufu kama hawa. Kwa uchache sana nimependa nimzungumze hivyo Sayyid Ahmad Al-Badawi. Pengine watu wengi wanaisikia tu kasida ya Rasulillah wal Badawi. Ni mtu mzito sana, ni mtu mtukufu sana katika bahari ya uchaji Mungu. Ukimzungumza Sayyid Ahmad Badawi ni siri nzito ya Mwenyezi Mungu ambayo ilikuwa imejificha katika kiwiliwili cha mwanadamu. Tuachane na Sayyid Ahmad Al-Badawi kwa mukhtasari wake. Nataka nirudi katika Naqshbandi. Naqshbandi ni nini? Naqshbandi ni mojawapo ya tarika ama njia za kichaji Mungu katika zile njia 41 ama tarika 41 za kumrejea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kupitia katika silsila za mashiki mpaka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Naqshbandi ni njia mojawapo. Ziko tarika 41 kwa idadi. Tarika 40 peke yake
zimepita katika siri ya kifua na siri ya roho ya Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu kwenda kwa Imam Hasan al-Basri, kisha zikatengeneza shajara ambayo iligawanya matawi. Ndani ya hizo tarika 40 tunakuja kuipata tarikatul Qadiria ambayo imeitwa Qadiria kwa sababu ya Imam Sayyid Abdul Qadir Jilani qaddasallahu ta'ala sirruhu aziz. Tunakuja kuipata Shadhili, tunakuja kuipata Askaria, tunakuja kuipata Darkawia, tunakuja kuipata Tijania. Ziko tarika nyingi sana ambazo mlango wake zimepita kwa Sayyidina Ali, lakini Naqshbandi peke yake tarika hii haikupita katika mlango wa Sayyidina Ali bin Abi Talib. Tarika hii imepita katika mlango wa kifua cha siri ya roho ya Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiallahu anhu. Siri za tarika zote hizi, zile zilizopita kwa Sayyidina Ali na hizi zilizopita, hii moja iliyopita kwa Sayyidina Abi Bakr Siddiq, ziliteremka siku moja. Bwana Mtume akiwa anafanya taratibu ya hijiria ya kutoka Maka kwenda zake Madina, akiwa nyumbani kwake anapolala kitandani kwake amemwacha Sayyidina Ali bin Abi Talib na amekifunika joho la Bwana Mtume, amemweka kwa maana kwamba wale wote walionikabidhi amana watakapokuja, basi wewe utarejesha amana hizo kwa niaba yangu mikononi mwao. Sayyidina Ali akakubali kubeba ile jukumu, basi navutia hofu ya aina yoyote ile. Na siku ile pale, ndani ya usiku ule, ndipo Sayyidina Ali katika siri ya Mwenyezi Mungu ya kiroho alipopokea siri ya tarika 40, njia 40 za kiroho za kumcha na kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kurejea kwake yeye tukiwa salama, kwa silsila za hawa mashehe watukufu ambao leo hii tunawafuata. Wakati huo Sayyidina Abubakar Siddiq na Bwana Mtume tayari walikuwa wako ndani ya pango. Ndani ya lile pango ndipo ilipoteremka siri ya tarika hii ya Naqshbandi. Pango lile ni pango lenye utukufu mkubwa sana. Nabii Allah Suleimani bin Daudi maelfu ya miaka, haijulikani katika ile ardhi al-farwa ya Maka kwamba atakuja kuzaliwa nabii atakayeishi katika mji ule. Nabii Allah Suleimani bin Daudi alipita katika ardhi ile na akalishuhudia pango lile, akawapa ashabi zake na majeshi yake habari tukufu juu ya lile pango. Tazama umbali wa silsila ya manabii kutoka kwa Nabii Allah Suleimani bin Daud mpaka kufika Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nabii Allah Suleimani bin Daud akatabaruku kwa rakaa 2 za sala nje ya pango lile kwa heshima kwamba pango hili miaka mingi sana ijayo katika nabii wa mwisho wa Mwenyezi Mungu, yeye na sahibu yake watakuja kujificha ndani ya pango hili. Basi na mimi natabaruku kwa tabaraka za bwana mkubwa huyo na sahibu yake. Ndani ya pango lile pale ndio iliteremka habari yote baina ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakr Siddiq katika siri ya roho, tukapokea mtiririko wa tarika hii katika silsila. Kwa nini itwa Naqshbandi? Kila tarika inatumia jina la mtu. Tarika ziko kama mfano wa mabasi. Lengo la tarika ni kumchukua mja wa Mwenyezi Mungu kupitia kwa shekhe, na si shekhe kwa sababu kila shekhe ana uwezo wa kufikisha mtu mbele ya Mwenyezi Mungu. Hapana, kuna wateule maalumu Mwenyezi Mungu amewapa hali, amewapa daraja, amewapa asrari za kiroho za kuweza kuchukua siri za roho za waja wengine wa Mwenyezi Mungu, wakaishi nao kama mamuhidi, wakawafundisha jirani, wakawafundisha taratibu za ibadati za usiku, wakawaweka katika hali za kichaji Mungu mpaka wakawafikisha mbele ya hadhara ya Mwenyezi Mungu, ila hali wakiwa hai duniani bado wanaishi. Wako watu wa aina hiyo. Angalau leo katika wenzetu wengine haya hayawaingii katika nyoyo zao, akili zao na roho zao, hao tunaachana nao. Sisi tunaendelea na hili kwa sababu hata Qur'ani inakwambia ili uwe mkamilifu wa imani na uchaji Mungu, kwanza uamini katika ilmu al-ghaib. Mtu ambaye haamini katika ghaibu, huyo ana matatizo katika imani yake. Huyo hata sala yake, ibada zake anafanya kwa sababu ni amri, lakini huyu kwa kweli imani hana. Ukamilifu wa imani ni kuamini katika ghaibu, na majambo ya Mwenyezi Mungu ya kisiri yote yamejificha katika ghaibu. Hakuna dhahiri hata moja, ila ingia katika ilmu al-ghaib kwa mabwana wakubwa walioteuliwa na Mwenyezi Mungu katika siri na akwali za elimu hiyo, basi utajionea mengi tu. Ukiwa umevaa
macho ya kinafsi ya mwili, macho ya kuonea sahani ya chakula iko wapi na bakuli ya mboga iko wapi, huwezi kuona chochote. Lakini mwanadamu ana macho mengine yako katika moyo na ana masikio mengine yako katika moyo. Ukifuata taratibu, Mwenyezi Mungu atakufungulia macho, Mwenyezi Mungu atakufungulia na masikio ya kusikia ghaibu na ya kuona ghaibu. Utayashuhudia mengi katika ulimwengu wa siri, ila hali ukiwa bado duniani unaishi. Watu wa aina hiyo wapo, na sisi ndio hao tumeamua kuwafuata kwa sababu na Mtume alituelekeza. Hatufuati watu kwa sababu tunajifuatia tu, hapana. Ni wateule wa Mwenyezi Mungu kwa ithibati kabisa, sisi tunazo, tumeona kutoka kwao wakifanya, tukishuhudia, basi tukaitakidi na tukasadiki, leo tunafuata, na kwa mujibu wa maelekezo yao, basi tunatoka hadi kama hii, tukae chini, ihtifali maulidi, tumswalie Mtume, tujumuike pamoja, tufurahi, kwa sababu Mtume hivi sasa katika dunia anapigwa vita. Mimi na wewe tumekaa tunasalia Mtume, lakini kuna watu hao kazi yao kila kukicha wanapanga mbinu za kumbomoa Mtume, kumshusha Mtume, lakini yale yote ambayo anayafanya wanahangaika bure. Yuriduna an yutfia nura Allah wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sasa hii Naqshbandi sisi kwetu ni kufikiaje? Tarika katika ulimwengu ziko kutokana na maeneo. Kuna maeneo unaweza ukenda ukakuta kuna tarika fulani imejikita pale na imechukua nafasi, lakini ukenda mahala pengine huioni, haipo. Hiyo ni hikma ya Mwenyezi Mungu kuzigawanya, kwa sababu ni nuru izagae katika ulimwengu mzima iweze kuongoza waja wake. Naqshbandi ilikuwa imekita sana katika Central Asia, Asia ya katikati, nchi za Uzbekistani, Tajikistani, Azerbaijani, kwenda mpaka Ingushetia ya Chechnya ambayo ni dola ya Kirusi. Ukienda kule Ingushetia ya Dagestani unakwenda kumkuta Sayyid Sharafuddin Dagestani. Badala ya kuondoka akamwachia makamati Sheikh Abdullah Faris Dagestani, ambaye kiasili anatokana na kabila la Tatarstan, jamii fulani ya Kihindi ambayo inapatikana katika nchi ya Urusi. Kutokana na Sheikh Abdullah Faris Dagestani kuishi katika nchi ya Urusi, nyakati hizo Urusi ilikuwa ni haiwezekani hata kuadhini adhana kama tulivyoadhini tukasali hapa. Haiwezekani hata kukusanyika kufanya ibada yoyote ya dhahiri, ilikuwa ni kosa katika nchi ya Urusi. Akaamua kuhama kutoka nchi ya Urusi akaenda nchi ya Uturuki, baadaye akaondoka akaelekea katika mji wa Dimashq, Sham, Syria. Baada ya miaka mingi kupita, akaja akakutana na huyu mzee ambaye ninamnyoshea kidole wa chini kabisa. Huyu mzee kabila lake anatokana na kabila la Kipris ama Kupros, kwa Kiingereza anasema Cyprus, wenyeji wa visiwa vya Cyprus katika bahari ya Mediterranean. Cyprus ya upande wa Uturuki. Cyprus inagawika mara mbili, Cyprus ya Ugiriki na Cyprus ya Uturuki. Muhammad Nadhim al-Hakan, maulana the late Sultan al-Awliya, yeye anatoka Cyprus ya upande wa Uturuki. Alikalia jukumu la kuendesha tarika kwa miaka mingi sana, amekufa takriban miaka 90 na badala ya kuondoka akamwachia mwanaye makamati ya kuendesha tarika hii, Sheikh Muhammad Adil al-Rabbani. Sheikh Muhammad Adil ana mchanganyiko wa damu, baba yake ni Cyprus, mama yake anatokana na kabila la Tatarstan, ambalo asili ya hili kabila ukifuatilia ni jamii ya Mongolia, watu ambao wana asili ya kutoka mipakani mwa China na Urusi. Wametoka mbali sana na wakazalia katika Asia ya kati yote. Akazaliwa baina ya Sheikh Muhammad Nadhim al-Hakan na mke wake Sayyidat Amina Sultani, mtoto wao wa kiume Sheikh Muhammad Adil al-Hakan. Huyu bwana sasa hivi ndio amekalia makamati Sultan al-Awliya. Huyu ni sultani wa mawali wote wa Mwenyezi Mungu ambao wanaishi katika hii ardhi sasa hivi wakiwa hai. Kila mamlaka iwe na kiongozi. Mamlaka isiyokuwa na kiongozi itaongozwa na shetani, na tunaona mamlaka za wenzetu viongozi hazina. Tazama balaa linalotujia leo ndani ya Uislamu, lakini mamlaka za Mwenyezi Mungu zina viongozi. Sisi hapa Tanzania na wenzetu kule Uganda na Kenya, tarika hii tuliipataje? Kabla ya kuondoka ulimwenguni kwa mzee wetu Sheikh Muhammad Nadhim al-Hakan, Sheikh Muhammad Nadhim al-Hakan katika makhalifa wake
alimpokea kijana mmoja ana asili ya Kihindi ambaye ni mzaliwa wa Kenya. Jina lake alikuwa akiitwa Abdul Hamid Abdul Karim Bati au Maulana Sheikh Abdul Hamid Hussein Abdul Karim Bati. Huyu wa mwisho kabisa kwenye miwani. Kiasili yeye ni Muhindi, anatokana na kabila la Punjab, mzaliwa wa Nairobi, Kenya. Baadaye akaondoka akaenda London, Uingereza. London, Uingereza ndipo alipokutana na Sheikh Muhammad Nadhim Al-Haddad, akampatia ijaza. Baada ya kumpatia ijaza akampa na khilafa, kwa ni mmoja wa makhalifa wa tarika ya Naqshbandi. Sheikh Abdul Hamid akaitoa tarika ya Naqshbandi Ulaya, yeye ndio amekuja kuisimika barani Afrika. Khalifa wake wa kwanza akampata rafiki yake waliyekuwa wote walisoma wote shule ya msingi Aga Khan Nairobi, wakasoma wote sekondari na waliishi chumba hiki kimoja. Tazama hikma ya Mwenyezi Mungu, kijana wa Kihindi na kijana wa Kijaluo mweusi walikuwa na urafiki wa ajabu na mapenzi ya ajabu, mpaka na yeye wakagawana hisi. Sheikh Abdul Hamid akampa Maulana Sheikh Hassan ijaza ya tarika Naqshbandi na khilafa ya Naqshbandi. Sheikh Hassan ndio chanzo cha kupatikana sisi leo tumesimama tunazungumza. Akaipeleka tarika hii ya Naqshbandi Uganda, sasa hivi kuna zawia. Akaipeleka tarika hii Sudani, na bado huyu bwana yuko hai mpaka leo, anaendelea na harakati ya kuisambaza hii tarika. Kwa hiyo ninachokiomba na nilichokiona kukizungumza kwa upande wangu ni kuzungumza Said Ahmed Badawi kidogo, ni nani, kwa nini amehusishwa na ile kasida, na nizungumza hii Naqshbandi kwa sababu watu wataondoka na maswali kichwani. Tumeona bango limeandikwa tarika Naqshbandi Tanzania, maulidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini Naqshbandi ni nini? Hili neno Naqshbandi linatokana na kiongozi wa hii tarika, jina lake anaitwa Hadhrat al-Imam Muhammad Baharuddin Naqshbandi al-Uwaisili Bukhari, ambaye kiasili kabila yake anatokana na jamii ya Kihindi ya hao Tataristan, ambao kifuatilia ni wa Mongolia. Huyu Hadhrat al-Imam Muhammad Baharuddin Naqshbandi alizaliwa katika mji unaitwa Bukhara katika nchi ya Uzbekistan, Central Asia. Mwenyezi Mungu aturuzuku uwezo wa kwenda kuyaona japo makaburi yao. Amezikwa katika mji wa Bukhara. Siri ya jina lake yeye, kwa sababu ni imamu wa tarika, basi Mwenyezi Mungu leo ameita tarika Naqshbandi kutokana na jina lake yeye, Imam Muhammad Baharuddin Naqshbandi al-Uwaisili Bukhari. Bukhari kwa sababu amezaliwa katika mji unaitwa Bukhara, Uzbekistan. Kaburi yake iko pale. Mwenyezi Mungu amzidishie nuru, na nuru ile ya kaburi yake inaendelea kuangaza mpaka leo tunamzungumza, hali kama akiwa hai, lakini katika ulimwengu wa nafsi alikwishaondoka, amebakia hai katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo kila tarika unayoiona imeitwa jina, thamara na yule kiongozi wa ile tarika. Ukisikia Al-Qadiria maana yake ni Hadhrat al-Imam Sultan al-Awliya Sayyid Abdul Qadir Jilani qaddasallahu ta'ala sirruhu aziz. Ukisikia Shadhili maana yake Sayyid Abul Hasan Ali Ash-Shadhili, ambaye naye tarehe yake pia ni mzaliwa wa Maghrib, Morocco, Dimashq, Syria. Alikwenda katika harakati za kidini. Wachaji Mungu na mawali wa Mwenyezi Mungu huwa anaweza akazaliwa sehemu nyingine akenda akafia mahala pengine kutokana na harakati za kuleta nusra katika umma wa Bwana Mtume SAW, kwa sababu wao ni watumishi wa kweli na wanatumikia kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kikubwa ni nasaha, ndugu zanguni, tusiachamane na taratibu zetu. Leo hii ihtifali kama hizi duniani zinapigwa vita. Ihtifali kama hizi za kumwadhimisha Bwana Mtume SAW zinapigwa vita. Hatutakiwi sisi kumwadhimisha Bwana Mtume, lakini wale wanaozipiga vita wana maana ya kuzipiga vita. Ukishika tusbah, tasbih, kumswalia Mtume, kuna kauli nyingi sana zitakujia kutokana na mazingira utakayokuwepo. Wapo watakao kucheka, wapo ambao watakao kuwa na wewe wa ajabu sana, lakini hivi ni vitu watu wanakopi kutoka mahala fulani. Wale waliofundisha silabasi ile na mtaala ule, wao wanajua hii siri. Mtu yoyote mwenye tabia ya kukaa kitako akamswalia Bwana Mtume SAW kwa idadi ya mara 100 na hatimaye kufika hata mara 1000, unajua
Swala ya Bwana Mtume SAW kwanza ni nuru. Kumswalia Bwana Mtume, kile kitendo cha kushika tusba kusema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim, hii ni fupi kuliko kusema sallallahu ala sayyidina Muhammad, hii ni fupi. Kile kitendo cha kutamka kwa idadi iwe mara 100 mara 1000, unachokifanya wewe unavuta nuru, unavuta tajali na Qur'ani ya Bwana Mtume SAW ndani ya moyo wako. Kwa hiyo mahaba ya Bwana Mtume na siri ya Bwana Mtume itakaa ndani ya moyo wako. Huu ndio ucha Mungu. Wenzetu hawatutakii katika hiyo njia, ndio maana wanakutengenezea hivi visababu vya kuvisingizio vya kujidai usomi, mambo fulani ya ovyo ovyo, ili nyinyi mtokane na taratibu yenu ya kumsalia Bwana Mtume SAW. Na ukishaachana na kumsalia Bwana Mtume SAW, hata hiyo dini yenyewe kwako ni ngumu, kwa sababu swala ya Bwana Mtume SAW ni ngome. Unapomsalia Bwana Mtume unajitengenezea ngome baina ya wewe na shetani, baina ya wewe na uadui unaondokana na huyo shetani, baina ya wewe na uadui wa nafsi yako mwenyewe. Ngao yake na kinga yake ni swala ya Bwana Mtume SAW, kwa sababu swala ya Bwana Mtume ni rehema, swala ya Bwana Mtume ni nuru. Kwa hiyo unajitengenezea ngome ya kujilinda wewe mwenyewe. Kwa hiyo wanapowaambieni msimswalie Mtume au wakawapigeni ninyi sana kwa wingi msimswalie Mtume, wanawatoeni katika taratibu ya kichaji Mungu ili muweze kuendana sasa na taratibu zile ambazo wao wanazitaka. Ndio maana wakawaambieni Mayahudi na washirika wao hawatakuwa radhi na nyinyi mpaka nyinyi mfuate zile mila wanazofuata wao. Ndio tulipofikishwa leo hapa. Kwa hiyo kikubwa, ndugu zanguni, tusiachane na taratibu ya kumswalia Bwana Mtume SAW. Uislamu tuliokuta wazee wetu wanaofuata, jamani, choni tushikamane nao. Akifa mtu afanyiwe taratibu zote, tubebe jeneza letu na la ilaha illallah. Tukifika makaburini tuzike maiti, nazikwa, tumeizunguka kaburi, tusomeni Yasin. Tukimaliza turehemu zile 3 40 tahtimul Qur'an. Taratibu zote zetu tulizozikuta tusiachane nazo, pamoja na ibada hii tukufu ya kumsalia Bwana Mtume SAW. Ndiyo dini ambayo hivi sasa tumebakiwa nayo. Leo hii mimi na wewe kaswaliwa Mtume hapa, imesoma Maulidi Barzanji, imesoma Qara Yasin-Tuduru, imesoma kasida bi Rasulillahi wal Badari, machozi yametoka, tumelia. Lakini mimi na wewe huyo Sayyid Ahmad al-Badawi tumemuona? Hatukumuona. Mimi na wewe Bwana Mtume katika zama yake tuliishi? Hatukuishi. Tumemuona? Hatukumuona. Tukimuona, Mungu atujalie kuturuzuku tumuone rohia, ndani ya kiroho, kwa sababu kumuona Bwana Mtume kiroho, hii ni nukta ya mafanikio. Mwanadamu anamuona Mtume duniani kiroho, spiritual, akiwa hai, huyo amefaulu kabla hajaondoka. Tumuombe Mungu aturuzuku tumuone Mtume, japo kumuona kwenye ndoto. Hii taratibu tunayokwenda nayo tujaribu kuisimika, sisi tuishike. Usiku tulie sana, tumuombe Mwenyezi Mungu katika visimamo vyetu, na watoto wetu tuliowazaa washike taratibu hii. Zile nyakati ambazo dunia inakwenda, Uislamu utakuwa kama kaa la moto, sio miaka 100 ijayo, ni leo. Tumekwisha fika tayari, tumekwisha kufika. Uislamu umekuwa kama kaa la moto, kila utakachoshika sicho, kila utakachofanya haramu, kila utakavyofanya bid'a, ndio tulikopelekwa. Sasa mwisho wa siku tutajikuta tumepelekwa mahala, tutakuja kuambiwa vitu vya ajabu ambavyo vitatutoa kabisa na Uislamu wenyewe. Ndugu zangu, nawaombeni tuwe pamoja. Mwaka huu tumeshikamana kama tulivyoshikamana. Ndugu zangu kutoka kwa Kione, ndugu zangu Mawatul Islamia, tunashirikiana mara ya pili katika yale machache na mapungufu yanayojitokeza katika hadhara yetu. Basi tufanyiane msamaha, kwa sababu kwa wanadamu mapungufu hayakosekani. Napenda nimkaribishe MC wangu Sheikh Falyatafadhal, John ayo sherehe kidogo, tuendelee na kala zetu 2-3, alafu tuone wapi pale tunakwenda kumalizia inshallah. Unatazama Swahilina TV, nuru katika imani.